Hadithi inaanza kwenye sura ya bimdada mmoja anayetambulika kwa jina la Anita. Bimdada huyu anaonekana kuwa na huzuni kubwa, machozi anamtoka. Rafiki yake anamweleza, bwana, tayari tumeshafika nyumbani, lakini bimdada anasema ya kwamba kwa kile kilichomkuta hatamani hata kwenda nyumbani, kwani anaona noma sana kuwatazama wazazi wake. Rafiki anambembeleza Anita, anamweleza, wewe tu nenda nyumbani, kwani siku ya kesho nitakuja ili tuzungumze ni jambo gani ambalo tunaweza tukalifanya. Anita machozi anamtoka, huzuni ikawa ni nyingi sana. Anambembeleza rafiki yake, anamweleza, kika usiniache, ninaomba unisaidie, msala huu peke yangu mimi sitauweza. Anaondoka huku akiwa na tafakari upendo wa familia yake, lakini pia ndoto alizokuwa nazo hapo mwanzoni. Jambo gani ambalo limemkuta huyu bimdada na ni kwa nini anahuzunika kama hivi? Halo, ili tuelewe ni kitu gani ambacho kimeweza kumkumba, tunarudishwa miaka ya nyuma kidogo. Huu ni mwaka 2020. Leo ilikuwa ni mwaka mpya. Hakika watu walikuwa wanashangilia sana. Moja kati ya watu ambao walikuwa na enjoy kuanza mwaka mpya ilikuwa ni familia bimdada Anita. Dada huyu alikuwa anaishi na baba pamoja na mama, bila kumsahau bibi pamoja na mdogo wake mwingine wa kike. Anita bwana alikuwa ni mrembo sana. Vijana hapa mtaani walikuwa wanajigonga, kwani kila mmoja alikuwa anatamani angalau aweze kumshika bimdada mkono. Lakini pia kama unavyoelewa bwana, vijana wakiona pisikali mtaani, basi kila mmoja anatamani awe ana mahusiano naye. Anita, kutokana na matunzo mazuri pamoja na malezi mema kutoka kwa familia yake, alifanikiwa kuweza kujitunza mpaka akamaliza chuo. Bimdada hakuhitaji kabisa kugawa tunda lake, bali alikuwa anamtunzia mume halali wa maisha yake. Halo, na kwa sasa alikuwa anapambana sana ili aweze kupata kazi, kwani alikuwa anaamini endapo akipata kazi, basi hiyo itakuwa ni moja kati ya njia ama mwanzo mzuri wa kukamilisha ndoto zake. Bimdada bwana alipambana sana, kila interview alikuwemo, yani chaka kwa chaka, ofisi kwa ofisi, bila kukata tamaa. Miezi kazidi kwenda pasina kuwa na matumaini yoyote ya kupata kazi. Baadhi ya watu ambao walikuwa kahitimu nao wao wakawa tayari wameshapata kazi, lakini kwa bimdada ikaonekana kwake shughuli ya kupata kazi ilikuwa ni pevu. Anita kukata tamaa, bali akaendelea kupambana. Baba yake na Anita bwana alikuwa na kaka yake mmoja hapa tauni. Ni kaka yake lakini pia ni rafiki yake wa karibu sana, kwani kila jioni walikuwa wanakutana kuweza kupiga stori 2-3 huku akinywa chai. Lakini kaka mtu siku hii leo anapigiwa simu na mke wake, anaelezwa mambo mazito sana. Mwamba anaelekea mpaka kwenye kituo cha polisi. Baada ya kufika, anaelezwa na inspekta wa polisi ya kwamba binti yako ambaye ulikuwa unampenda sana amefunga ndoa ya kimya kimya na kijana wa mitaani. Bwana mzee hakuamini macho yake. Binti anafika pamoja na mwanaume wake. Kimtindo mshikaji mwenyewe ukimtazama tu hakika hauwezi ukaamini macho yako, kwani Mwamba alikuwa anaonekana kabisa alikuwa na mambo mengi, lakini ndio hivyo, mtoto akishua alikuwa kazama penzini. Halo, wazazi wakajitahidi sana kumbembeleza binti yao, lakini binti akawa mkali, anadai ya kwamba wasimletee shoboshanapa, kwani yeye tayari alishampenda huyu kijana na hivyo anahitaji kwenda kuishi kwa amani. Baba alimbembeleza sana binti yake, ikafikia steji mpaka akampigia magoti, anamweleza, binti yangu, hebu fikiria mara mbili, endapo ukiondoka mimi nitaishije pamoja na mama yako? Binti hakusikiliza jambo lolote kutoka kwa wazazi wake, bali akaondoka ndani ya hili eneo pamoja na mumewe. Mambo yote haya bwana baba yake na Anita alikuwa anashuhudia. Halo, baba yake na Anita anafika nyumbani, anamweleza kila kitu mke wake. Hakika wote walisikitika, kwani ilikuwa ni familia yao ya karibu sana. Lakini baba machozi akawa anamtoka, kwani naye alikuwa na watoto wawili wa kike. Anamweleza mke wake kitu kama hiki kikimtokea yeye huenda akapoteza maisha hapo hapo, hivyo kuanzia siku hii ya leo anamsihi sana mke wake awe makini pamoja na mabinti zake, ikiwemo kuwachunguza na kuwafuatilia kila kitu ambacho alikuwa anakifanya, ili majanga kama ambayo alikuwa amemkuta kaka yake asije akatokea ndani ya familia yake. Halo, Anita alikuwa anasikiliza husia pamoja na maumivu aliyokuwa nayo baba yake, hivyo ndani ya moyo wake akajiapiza kabisa hatokuja kufanya ujinga kama huo. Anita leo bwana akaingia WhatsApp, kaona moja kati ya status ambayo alikuwa akaweka rafiki yake anayetambulika kwa jina la Amina akiwa katoka mtoko na marafiki zake. Kimtindo akaona hakika huyu mwanaye alikuwa akajipata kimaisha, anampigia simu, anamweleza shida yake. Yeye hahitaji pesa wala kitu chochote, bali alichokuwa anamuomba bimdada ni kuweza kumsaidia ili naye aweze kupata kazi kwenye kampuni ambayo Mina naye alikuwa anafanya kazi. Mina akamweleza, basi usijali, leo jioni ninahitaji tuweze kukutana ili nikukutanishe na bosi wangu, huenda akakusaidia. Anita akafurahi sana, lakini furaha yake inaingia dosari baada ya kukutana na kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Jeva. Huyu ni mwamba ambaye alikuwa anamfuatiliaga tokea zamani. Jeva anaeleza hisia zake kwa bimdada Anita, huku mkononi mwake akiwa akashikilia maua, lakini Anita hakuelewa kabisa hizi swaga. Anamweleza, mshikaji, kwa sasa nina mambo mengi, hivyo sihitaji kabisa mambo ya kijinga kama hayo. Dada anaingia maandichi, lakini mwamba akabaki akiwa na huzuni. Wakati wa jioni
ndotoni. Dada anaenda mpaka kwa Amina, ambapo hapa alipelekwa mpaka katika pati moja ambayo ilikuwepo katika ufukwe wa bahari. Bimdada baada ya kufika akaona hivi sio vitu vyangu, akaamua kwenda kukaa upande wa nje. Hapa akaamua kumpigia simu rafiki yake kipenzi, anamweleza kila kitu na kumwonyesha katika video. Bimdada anamweleza kama pati ni nzuri na kila mtu anaenjoy, ni kwa nini nawe usijichanganye ili angalau kasahau shida za kutafuta kazi. Anita anamweleza rafiki yake ya kwamba hakika mimi sitoweza kufanya hivyo, bali hapa ninahitaji tu nionane na huyo mtu niondoke, kwani nikichelewa zaidi basi mama huenda akanigombeza. Rafiki yake akamweleza subiri kidogo, usikate simu. Anampigia simu mama yake na Anita na kumweleza kwamba Anita, tunaye nyumbani kwetu na hivyo nilikuwa ninamuomba ili aweze kulala nami siku hii ya leo, kwani wazazi wangu wamesafiri kuelekea mji wa jirani na mimi kukaa peke yangu ninaogopa. Mama alivyomweleza huyu rafiki ampatie simu Anita aongee naye. Bwana, watu hawa kumbe alikuwa ameunganisha hewani kwa hewani, hivyo bimdada Anita akazungumza na mama yake. Bimkubwa akajua Anita yupo na rafiki yake, kumbe watu wameunganisha wakiwa wako mbali. Halo. Meina anafika hapa na kumtambulisha kwa mtu anayetambulika kwa jina Pradipo. Anasema ya kwamba huyo ndio HR katika kampuni ambayo ninafanyia kazi, na endapo ukizungumza naye vizuri huenda akakusaidia. Watu hao bwana, badala ya kuongea mambo ya kazi wakamwingiza ndani ya pati. Bimdada baada ya kufika akawa anamlazimisha apige gambi. Bimdada hataki, nguvu ya ushawishi ikamshinda. Bimdada akaamua kuonja. Glasi ya kwanza ikakatika, ya pili ikakata. Mambo haya yote rafiki yake na mtaalamu wetu Jeva, yule kijana ambaye alikuwa akamfuata wakati wa mchana, alikuwa anashuhudia kila kitu. Shemeji wa ndotoni leo anapigishwa gambe klabu. Halo, wauni sio watu wazuri. Bimdada baada ya kulewa bwana akaanza kucheza mziki kwa fujo, akasahau kabisa taratibu pamoja na utamaduni wa familia yao. Anita baada ya kuzima anabebwa na Pradipu pamoja na Mina mpaka ndani ya chumba kimoja, kisha wao wanajichenga. Bimdada baada ya kuamka wakati wa asubuhi anaelekea nyumbani, lakini gambi ilikuwa bado inamsumbua kichwani, hivyo akaamua kwenda moja kwa moja kulala. Baada ya miezi miwili kupita, bimdada leo anapigiwa simu na Pradipu na kuelezwa kwamba samahani sana kwa kutoa kukurudia kwa wakati, lakini nimekupatia kazi katika kampuni yangu mpya ambayo ninakwenda kuianzisha siku zijazo, hivyo jiandae, mwezi ujao utakuja kuanza kazi. Bimdada alifurahi sana, akaenda kuipatia taarifa familia yake, ambapo kila mtu alienjoy na kufurahia mafanikio ya binti yao. Lakini leo bwana, bimdada akaanza kujisikia hali isiyokuwa ya kawaida kimtindo, akaamua kuelekea hospitalini. Baada ya kufika, daktari anamfanyia vipimo na kumpatia majibu ya kwamba bwana, bimdada, kwa sasa wewe ni mjamzito. Anita alishangaa sana, lakini pia akaanza kumfokea daktari kwa kumweleza kwamba vipimo hivyo ni vya uongo, kwani yeye anadai hajawahi kukutana kimwili na mwanaume yoyote. Sasa inakuwaje ana mimba? Halo. Bimdada akaona usinitania, akaenda kununua kifaa cha kupimia bwana. Baada ya kutia kojo bwana, mistari miwili miekundu hiyo, bimdada akazidi kushangaa, anaona bwana, haya mambo inakuwaje, mbona mimi sielewi? Halo. Anita, asitudanganye bwana, huenda kuna mambo ambayo kayafanya ila akawa amesahau. Anyway, goja sisi tukae kimya, wazazi wake wasije wakasikia bwana. Bimdada akaamua kuelekea katika hospitali nyingine kwenda kufanya vipimo vile. Hapa na kwenyewe wakamweleza bwana, bimdada, hongera sana kwa kuwa na ujauzito. Anita akazidi kushangaa, lakini hii ikampelekea kuweza kuamini moja kwa moja. Sasa swali ambalo anajiuliza, lakini pia hata rafiki yake naye alikuwa anajiuliza, kivipi basi bimdada ameweza kuipata hii mimba, ungali yeye anasema ya kwamba na anaamini hakuwahi kukutana na mwanaume yoyote yule. Dada anachoamini na anachokumbuka, anasema ya kwamba huenda haya majanga yakawa yameanzia siku ile baada ya kwenda klabu na Mina na kupigishwa gambe mpaka kuzima. Halo. Mina pamoja na rafiki yake akaona ya kwamba ili familia yake wasije wakagundua, lakini pia ili aweze kusevu aibu ambayo huenda akaisababisha kwa familia yake, ni bora waelekee kwa daktari, waende wakamuombe afanye hesabu za kutoa. Hesabu hizi zilikuwa ni ngumu sana, lakini waliamini daktari huenda akawasaidia, sababu ukizingatia kwanza ni daktari, lakini pia ana uelewa mkubwa. Kama unavyoelewa mwanangu, daktari mara nyingi huwa anapigaga hadi ma-PCM, hivyo hisabati ilikuwa kwake ni kazi nyepesi. Wanafika pale na kumwelezea daktari aweze kuwasaidia kusovu swali lenye hisabati za kutoa. Daktari anaweleza hili kwake ni swali gumu sana, endapo akianza kulifanya kwa sasa huenda makachero akamshtukia na kuanza kumfuatilia kama yeye ni daktari halali ama la, hivyo huenda ikampelekea msala kukamatwa na maskari polisi.
Anita pamoja na rafiki yake wakajitahidi sana kumwomba huyu daktari awasaidie kusolve hili swali, lakini ikawa ni ngumu. Bimdada anapiga mpaka magoti, lakini daktari akawa amegoma. Safari ikawapeleka mpaka kwa Mswahili mmoja ambaye yeye alikuwa na duka la kuuza dawa. Baada ya kufika hapa, wanamueleza, sisi bwana, tunahitaji vikokotozi vikatusaidie kwenda kufanya swali la hisabati za kutoa. Muungwana baada ya kuwasikiliza akaamua kuwatimua mbio ndani ya hili eneo na kuwaeleza, eneo hili hatuuzi vifaa vya hisabati bali tunauza dawa za binadamu. Watu hao walipambana mchana kutwa mpaka wakati wa jioni, na hapa ndipo ambapo filamu ilipoanza. Hapa ambapo kipindi ambacho rafiki yake na bimdada Anita walikuwa narudi wote nyumbani, na bimdada akawa anamweleza rafiki yake anaona aibu kabisa hata kuwafesi familia yake. Sasa kumbe tunapata kutambua kwamba majanga aliyompata Anita ndiyo hayo ya kuweza kupata mimba pasina hata yeye kuweza kutambua ameipataje, lakini kumbukumbu alionayo ni yeye kwenda katika ile pati na kuweza kupiga gambe kwa mara ya kwanza mpaka kupelekea yeye kuweza kuzima. Je, swali la kujiuliza ni pale ambapo yeye alipofanyiwa majambozi mpaka akapata mimba, ama kuna sehemu nyingine? Lakini kama alifanyiwa majambozi, si huenda labda aligundua kuna mambo ambayo hayapo sawasawa. Anyway, ngoja tumsikilize Anita, yeye ataamuaje, lakini pia atatueleza ilikuwaje. Halo. Lakini leo taarifa za habari zinasomwa, serikali inatoa amri ya kwamba hairuhusiwi kwa raia yoyote kuonekana nje, na hii ni kutokana na ugonjwa hatari ambao umeweza kutokea kwa sasa. Nadhani wote mnakumbuka kipindi hiki cha mwaka 2020 watu walikuwa watoki ndani, lakini pia wengine walikuwa wanalazimika kutembea na barakoa. Kwa Anita kwake ukawa ni mtihani mzito, anawaza atafanyaje. Halo. Dada rafiki yake mkubwa akawa ni YouTube videos, akawa anasoma jinsi ambavyo watu wengine walikuwa wanatumia njia za kuweza kusolve hesabu za kutoa. Hivyo bimdada akawa anajitahidi sana. Mara nyingine alikuwa anakula mapapai ya kutosha akiamini huenda akamsaidia, lakini jitihada zake ziligonga mwamba. Leo bwana, bimdada anapata taarifa yeye pamoja na rafiki yake safari inawapeleka mpaka katika hospitali moja ya vichochoroni. Baada ya kufika wanakutana na daktari. Bwana muungwana akahitaji kiasi kikubwa cha pesa. Anita kwa kuwa alikuwa na shida kabidi ampigie pladipu na kumweleza kwamba ana shida na kiasi kidogo cha pesa. Muungwana bila hata kuuliza ni pesa ya kitu gani, mwamba anafanya muamala. Anita anaenda kutoa zile pesa, anakutana na shoga yake, lakini cha kushangaza baada ya kufika hospitalini anaelezwa kwamba bwana yule muungwana pamoja na familia yake wamepigwa lockdown, hawaruhusiwi kutoka kwani ule mlipuko na wao umeweza kuwapata. Anita akavurugwa. Kipindi ambacho alikuwa anaondoka, wanakutana na mmoja kati ya mfanyakazi ambaye alikuwa anafanya kazi pale hospitalini. Huyu mwamba anatambulika kwa jina la Abaya. Baada ya kuweza kumwelezea shida zake, muungwana akasema ya kwamba nipeni mimi hicho kiasi cha pesa kilichobaki nami nitaweza kuwasaidia kuweza kuondokana na huo msala. Anita na shoga yake wakamwamini muungwana, lakini siku chache baada ya kupita kila kona ambapo alikuwa anaishi huyu mwamba, wakienda kumuulizia wanaelezwa kwamba huyo mwamba hawamtambui. Moja kwa moja Anita pamoja na shoga yake wakajua kwamba hii pesa wamepigwa. Mtu pekee ambaye alikuwa anamtumaini ni yule daktari, lakini leo Anita anapigiwa simu na rafiki yake, anaelezwa kwamba bwana yule daktari hatunaye tena, ule mlipuko wa ugonjwa umemlamba. Halo. Anita alihisi kuanguka kutokana na stresi alizonazo. Anita akaona hapa solution ni moja tu, kwani hakuna njia nyingine ya kuweza kumsaidia. Hivyo leo akaamua kuweza kuchukua maamuzi ya kujitundika, lakini kwa bahati nzuri familia yake wakamuwahi, wakawa wanajiuliza ni kitu gani ambacho kimemkumba huyu bimdada, mbona anafanya maamuzi kama haya. Familia, baba pamoja na mama walikuwa hawana jibu, lakini pia hata shoga yake baada ya kuzipata hizi taarifa akashangaa sana. Leo anakutana na Anita na kumuasa, anamweleza kwamba asije akarudia kabisa kufanya mambo kama hayo, kwani yeye yupo hapa kama rafiki yake ili kumsaidia, lakini pia ili kuangalia ni njia gani ambayo anaweza akaitumia usovu huu msala kabla ya familia hawajasanuka. Halo. Huku Anita akiwa anatafuta njia gani ya kuweza kuusovu huu mtihani alionao, leo baba anapokea simu nzito ikisema ya kwamba rafiki yake kipenzi, lakini pia kaka yake ambaye alikuwa anamtumainia sana, leo yeye pamoja na mke wake wameamua kuondoka duniani wao wenyewe kwa ridhaa yao, na hii ni kutokana na matusi ambayo walikuwa wanayapata kutoka kwenye jamii ambayo ilikuwa inawalaumu, lakini pia ikiwatukana kutokana na tukio ambalo mtoto wao wa kike alikuwa kalifanya la kutoroka na mwanaume. Hivyo baba yule pamoja na mama kutokana na aibu hii bwana walishindwa kabisa kuvumilia. Halo. Bwana, ijalishi mnapendana kiasi gani, make sure maamuzi unaoyafanya basi yasije ka impact
ama yakawakwaza na kuwatia huzuni wazazi wako. Unaweza ukachukulia ni kitu rahisi sana, lakini maumivu ambayo atakayowapata wazazi kutokana na tukio baya ambalo utakalolifanya bwana, huenda likawapelekea kujuta maisha yao yote ama kuchukua maamuzi kama haya. Taarifa hizi Anita zikamliza sana, lakini pia akaanza kujuta. Anaona kabisa bwana, endapo siku wazazi wake wakitambua kitu alicho nacho atawaletea maumivu pamoja na majuto makubwa. Halo bwana, bimdada kwa sasa tumbo lilianza kuwa kubwa, lakini alikuwa anavalia mkanda kwa ndani. Hii yote ni kuwaficha wazazi wake kitu ambacho alichokuwa nacho, lakini baada ya kuhangaika leo anakutana na daktari ambaye bimdada alifanya juu chini, akaamua kuiba hata vitu vya dhahabu ikiwemo urembo wa mama yake ambao aliupata siku anafunga ndoa pamoja na baba yake. Anaenda kuuza, kisha zile pesa alizozipata anaenda kumlipa yule daktari ili aweze kumsaidia kusolve huu mtihani unaomsumbua. Daktari baada ya kugundua kwamba bwana, hii hesabu ilikuwa inahusu pai kipenyo cha 5, akakataa, akasema ya kwamba hakika hiki ni kipindi kirefu sana, endapo akimsaidia kuflash bwana, huenda bimdada akapata majanga. Dada baada ya kuomba sana, mshikaji akamweleza endapo yeye akihitaji kumpatia msaada basi inabidi ampatie game. Anita baada ya kutafakari upendo aliopewa na familia yake, lakini pia mahusia aliyokuwa anapatiwa kila itwapo leo, aliona ni bora tu aweze kumpatia game huyu mshikaji kwa mara moja ili aweze kumsaidia huu mtihani unaomsumbua. Game kitu gani bwana, kwani akirudi nyumbani si kila kitu kitakuwa sawa. Lakini bimdada machozi alikuwa anamtoka kwa huzuni kutokana na haya matendo ambayo anayafanya kwa siri nyuma kabisa ya pazia ya familia yake. Kwani mimi ninajiuliza, endapo Anita angechukua ujasiri na kuiambia familia yake, si huenda wangemsaidia? Ama nyinyi waungwana mnaonaje? Je, kitu alichokifanya cha kuificha familia yake na kufanya majambozi magumu kama haya, je alifanya sawasawa ama alikuwa anazingua? Halo, majibu najua kila mtu analo la kwake. Anita anafanikiwa kuflash, lakini alikuwa na huzuni sana, japo baba yake alikuwa anampigia simu atambue mtoto wake yuko maeneo gani, kwani mpaka muda huu alikuwa hajarudi. Anita yeye machozi tu alikuwa anamtoka kutokana na haya majanga ambayo yalikuwa yamemkuta. Halo bana, katika maisha yako usije kabisa ukawashirikisha watu ama ukawaweka katika nafasi ya wazazi wako. Rafiki atabaki kuwa rafiki na mzazi atabaki kuwa mzazi. Ni rahisi sana kwa rafiki kuweza kupona maumivu na machungu ambayo yamekukuta kwenye maisha yako, lakini mzazi endapo akigundua maumivu ambayo yamekukuta kwenye maisha yako bana, kwake kupona itakuwa ni ngumu sana, kwani tatizo lako yeye hu analifanya kuwa tatizo la kwake. Huo ni ushauri tu mwanangu, lakini hapa ndo tumefika mwisho wa hadithi yetu, na kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.